Ni ligi kuu nchini Kenya mubashara leo kutoka uwanja wa Nyayo, kaunti ya Nairobi. Wenye mji wao wapo nyumbani Nairobi United kuweza kupepetana dhidi ya wageni wao wa leo Ndovu ni kuu Tusker FC, ikiwa ni mechi raundi ya 30, mechi nambari 253 ikitetigwa leo. Wamefika wadau wa Tusker wakiongozwa na mashabiki wao ambao wamevaa uzi wa Tusker, sio wa msimu huu bali wa msimu zilizopita. Mashabiki hao kindakindaki wa Tusker. Lakini upande wa pili wamefika nao pia Naiboys chini ya uangalizi wake Godfrey Oduor Solo. Alipewa timu mwaka huu Januari, mpaka sasa ameweza kuwafikisha hadi nafasi ya 6. Atakuwa anatafuta alama zingine 3 leo. Wapo pia waandishi wa habari hususan wa kisasa kabisa wa kizazi cha Gen Z wamefika kuweza kuhabarisha wenye habari zao. Julian Met, raia wa Ufaransa, amenogesha mambo kweli kweli ndani ya Ruaraka, amenogesha mambo ndani ya wanamvinyo wa Tusker. Nia yake ni kutoa kombe la shirikisho la ndani FKF, lakini pia kumaliza miongoni mwa timu bora kabisa msimu wa mwaka 2025-26. Wakiletwa ndani na waamuzi wa leo kiongozwa naye pia Captain Charles Momanyi kwa faida ya Tusker, mzoefu ndani ya timu hii ya Tusker. Si ajabu ameaminiwa kuvaa utepe ule unahodha Charles Momanyi Saramu. Lakini upande wa pili Kevin Oduor amerejea langoni, anakumbukwa sana kuwapeleka Naiboys awamu ya makundi kombe la shirikisho baada ya kuondoa Etoile du Sahel ya kule Tunis, akipangua mikwaju ya penalti ya vijana wale wa Etoile du Sahel. Atakumbukwa kabisa ndani ya historia ya timu hiyo ya Nairobi United. Hali ya anga leo ndani ya Nyayo, upepo unavuma kwa kilomita 6 kwa saa moja, lakini nyuzi joto 24. Uwezekano wa mvua kunyesha na kuanguka ni 30% tu. Kwa hivyo hali ya anga shwari kabisa kwa mchezo kuweza kupigwa kwa 90 na zile za ushei. Accra Boy, raia wa Ghana, Selassie Blaise Bakai yupo tayari kabisa. Unaona amefunga rasta zake kama mchicha, yupo tayari kuweza kutafuta goli lake la kwanza msimu huu. Uwanja upo vizuri kabisa, uwanja umependeza, uwanja umetaradad kuweza kukaribisha 45 na kabla 45 za pili. Mustafa Chiza amekuwa na msimu bora mpaka sasa, mzuri wa kuachia fataki ya mbali, mzuri wa kucheza mpira wa ikabu. Atakuwa anategemewa leo na vijana wa Naiboys kuweza kutumika kutokana na mpira wa ikabu. John Otieno upande wa pili ndiye captain kwa faida ya Nairobi United. Kikosi cha mkufunzi Godfrey Oduor amefanya mageuzi 7 kutokana na kikosi kilichopoteza dhidi ya KCB mashindano ya FKF Cup. Lakini leo akianza Kevin Oduor badala ya Jairo, David Wafula badala ya Yusuf Nasri Mainge, Steve Biko Molo badala ya Lennox Ogutu, Royal Carl badala ya Kebran Mzeo Monde, lakini HD Muajira Kizimana badala yake Wangaya, Benson Aluocho Mala Jitu ila akiongoza safu ya ushambuliaji, akichukua nafasi yake mfungaji wao bora msimu huu Michael Karamor. Ndio kikosi kizima hicho cha Nairobi United. John Otieno Nyango akipasha pasha kabla kuanza kwa 45 hizo za mapema. Kikosi cha waamuzi wa leo kinaongozwa na mwamuzi wa kati Duncan Ogosi, tuko na saidiwa na Joyce Njeri, Emmanuel Barasa, huku Beatrice Oganga akiwa ni mwamuzi msaidizi. Kamishna mchezo wa sasa wa leo ni Francis Oliele. Kikosi cha mkufunzi Julian Met ameshuka na 4-4-2, naye pia amefanya mageuzi 3 kutokana na kikosi kilichocheza na kuondoa Ulinzi Stars mashindano ya FKF Cup. Ameanza leo Collins Odhiambo Guda badala yake Eugene Kutwa, lakini pia Dennis Wanjala Decha kushoto akianza badala yake Saville Amo Akwala, huku Iguma Dennis akichukua nafasi ya Fabian Adikin Bates. Kocha Godfrey Oduor almaarufu Solo ndio mkufunzi mkuu kwa faida Nairobi United. Amekuwa na mwendelezo mzuri mpaka sasa, mechi zake 5 za mwisho hajaweza kupoteza, hususan za ligi. Wakipata picha kumbukumbu wanamvinyo wa Tusker wanashikilia nafasi ya 8 chini ya uangalizi wake Julian Met. Ameongoza Tusker ndani ya mechi 11 katika mashindano yote, lakini leo itakuwa ni mechi yake ya 10 ligini. Julian Met, raia wa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 44, mzaliwa wa Bordeaux, yupo tayari kwa alama 3 za kwanza dhidi ya Nairobi United kwenye historia ya timu hii
ya Tusker Football Club. Duncan Odhiambo Oluoch Omala Junior, Omala mdogo unaweza ukamwita, leo hii atakuwa anacheza pacha na kakake mkubwa Benson Ochieng Oluoch Omala. Na papo kwa hapo Pilato, wakati Duncan Ogosi anapuliza kipenga chake kwa sheria 45 za kipindi cha kwanza. Karibu sana ugani Nyayo, wapo nyumbani na Boys Nairobi United kuweza kupepetana dhidi ya wageni wao wa leo Tusker FC. Mechi raundi ya 30. Baada ya hapo itakuwa nasalia mechi 4 tu kutamatisha msimu mwaka 2025-26. Nyuma ya bombo utakuwa na Charles Onyango Mabululu kwa masimulizi ya dakika zote 90. Kwa hivyo kamkawa kuenjoy, kamkawa burudani. Hii ndio Azam TV, na siku zote Azam TV tunakupa kitu roho inapenda. Picha yenye muonekano wa HD na slow-mo za kishua unazipata papa hapa. Burudani kwa wote, burudani popote pale. Kianza dandana yao Nai Boys, Royo Carlo Tieno. Mekaa gangari pale nyuma Charles Momanyi. Wanjala imezimwa na HD Muhajiri ya Kizimana. Kina Mainasa tena Dennis Decho Wanjala. Collins Odhiambo Oguda. Kiashiria utulivu tu wageni wa leo Tusker. Tunatafuta alama 3 za muhimu kabisa hii leo. Nia yao ni kumaliza miongoni mwa timu 5 bora, lakini Nai Boys upande wao watakuwa wanatafuta nafasi 3 zile za juu. Hawapo mbali sana na timu za pale juu. Leslie meipata Yakin Muteheli, mepenyeza pass kwa Kikapaito na nyaka Kevin Oduor. Naanza kwa ulinzi, naona na press ile ya Tusker, fanya press safu yote ya mbele. Eric Kapaito, Blaise Bakai, Ian Simeo na Yakin Muteheli, wote wanne wanafanya press kabisa ya juu. Kino wametoka Nai Boys, zimechezwa ndefu kumtafuta jitu Benson Oluoch Omala, nasema kupiti mtu. Charles Momanyi Saramu limnyima nafasi ya kupata mali pale. Benson Ochieng Oluoch Omala tumia mwili tu pale. Charles Momanyi Saramu naye pata mafanikio pia ndani ya Tusker, lakini pia ndani ya timu ya taifa. Kona ya kwanza ya mchezo, Mustafa Chiza yupo pale, atailete inswinga ya ndani ile, naicheza Mustafa Chiza, kichwa kwenda off target kwa wawili. John Otieno Nyango Oti nenda kuishambulia set piece yake. Mustafa Chiza kwa wawili pale, alikosa Steve Biko Molo, kaipata John Otieno Nyango, lakini ndivyo sivyo, haikuelekea langoni. John Otieno, Momanyi Machaka, mchezaji ambaye siku zote anakuambia nguvu yake ipo kwenye nishati yake. Enoch Momanyi Machaka kitumia sana nishati yake uwanjani, energy kutosha ile. Atafuta Ian Simiu, itakuwa ni mpira wa kurusha. Julien Met
ametaja kuwa amefanya mageuzi kutokana na kuwapa muda pia wachezaji kama Fabian Adekin Bartes kuweza kupumua, naye lengo lake msimu huu ni kumaliza ndani ya 5 bora. Kwa sasa nafasi ya 8 anaitafuta 3 au 5 za pale juu. Ian Simiyu ameshinda kuipata. Kevin Oduor alienda kuokoa pale, kachelewa kufika. Kocha Godfrey Oduor Solo na wasaidizi wake Boniface Omondi na Sadiq Kambani wananakili wale wasaidizi kuweza kumsaidia maarifa Godfrey Oduor Solo. Kona yao ya kwanza wanamvinya wa Tusker. Tachezwa naye pia ataleta ya ndani swing ile. Collins Odhiambo Oguta ileta nje kweli. Nipata naye Jitu Benson Oluochomala, lakini ulikuwa umevuka mstari ule wa pembeni. Joyce Njeri, mwamuzi msaidizi wa kwanza, je, ulikuwa umevuka wote? Super slow-mo ya kishua hiyo. Benson Ochieng Oluochomala, magoli 4 msimu huu. Kianza tena taratibu tu. Collins Odhiambo Oguta, timu inapoanza unaona anafanya kuinvert ndani vitu ambavyo amevileta ndani ya Tusker. Julian Met, faces mbalimbali unaambiwa. Yakin Muteheli ametoka kwanza, analeta minus ndani. Blaze bado nafasi ile. Ian Simiyu hiyo hapo, pasi yake Yakin alienda kuishambulia Ian Simiyu, alikuwa amewekewa pressure pale na mlinzi. Itakuwa ni kona nyingine kwa faida ya Tusker, kona yao ya pili kipindi cha kwanza, chini ya dakika 10. Duncan Ogosi kwa ishara kuwa ataki masiara kabisa. Kevin Oduor ana clean sheet moja msimu huu. Kwenda kuicheza Dennis Decha Wanjala, inaletwa ndani, nafasi ile. Kwa ni kona nyingine. In swing hizi huenda zikawafaa Tusker. Back post pale Yakin Muteheli ndio kucheza kichwa ikababatiza. Itakuwa ni kona nyingine. Pande ule itakuwa ni Ian Simiyu au Collins Odhiambo Oguta. Ian Simiyu sasa naletwa ndani huku, nafasi Blaze anaokoa Kevin Oduor. Again and again anaweka ndani ya mchezo. Kevin Oduor amemnyima goli la kwanza kabisa Blaise Selassie Bakai. Kona ya 4 kwa Tusker, naambiwa bado yupo chini Blaise Bakai.
letwa ndani. Blaise Bakai anakuwa naye Kevin Oduor, what a save ile, ilifanya mwili wake kuwa kubwa kabisa na kumnyima goli, licha kuwa alitumia power pale. Blaise Bakai alitaka kummaliza Kevin Oduor. Ian Simiyu naletwa back post, Thomas Teka ameipata, amekataa. Benson Omala anatafuta kucheza naye, kibao kile Enock Momanyi Machaka kinamechezewa rafu. Collins Odhiambo Oguta, Enock Momanyi Machaka, magoli matatu msimu huu. Ambaye pia amepitia makuzi ya timu ya vijana ya Mathare under 20 alichezea. Amekanyaga nyoka Pavel, narekebisha makosa yake. Ameipata sasa Dennis Decha Wanjala, dakika ya 11 ya mchezo, bado bila. Simiyu Ian kwa mezidi, kwa mujibu wa line 1 mwamuzi msaidizi wa kwanza Joyce Njeri. Hiyo hapa alikuwa mbele ya mlinzi wa mwisho Steve Biko Molo. Kamnasa kwenye mtego wa kuotea pale Ian Simiyu. Akizimana, Roy Okal wanafika kweli kweli, unaweka pressure kwa mpira na wachezaji wa Tusker kuvunja tu mtiririko wa Nai Boys. Dennis Iguma, Zamui control imekubali kwa Pavel Nzila. Collins Odhiambo Oguta, Mustafa Chiza, baadhi walioletwa ndani mwezi Januari nao mkondo huu wa pili mko na mchango mkubwa, ikiwemo goli lake dhidi ya Shabana Tore Bobe pale Kasarani, ikatajwa kuwa huenda ikawa goli bora la msimu huu. Blaise Bakai naletwa ndani huku, anaipata Kapa Erika Paito, anakuwa naye David Wafula. Dennis Decha, tira kumekwenda mvange. Dennis Decha Wanjala ambaye leo ni ingizo jipya kabisa. Amekuwa na mazoea ya kocha Julien Met kubadilisha fullbacks wake. Utapata wanacheza pacha Saville Akwala na Eugene Kutwa, lakini siku nyingine unapata wanacheza pacha Dennis Wanjala kushoto na Collins Odhiambo Oguta kulia. Duncan Oluoch Omala komeotea. Takuwa ni kona kwa faida ya Nairobi United. Amefanya kazi kubwa Thomas Teka. Anza na Mustafa Chiza, mekatwa na Teka, naletwa ndani naye Enock, ni tayari komeotea Benson Oluoch Omala. Yes, wakati mpira unatoka alikuwa nyuma ya defender wa mwisho pale Thomas Teka. Kaenda kuinterfere na play pale Benson Ochieng Oluoch Omala. Roy Okal tokoni wa kurushwa. Roy Okal Otieno Machaka meondoshwa na Wafula.
kwa amefikiwa pale kuliwa mtama naye Charles Momanyi Saramu, wenyewe wanamuita Nyamira 1. Ndaikawa eneo lote la Nyamira ni wake bwana. Majina ya wachezaji kombeni Nyamira uno. Mustafa Chiza naletwa ndani, nakosa wa kumalizia. Alicheza dhidi ya Nairobi United papa hapa Nyayo, mashindano ya kufuzu awamu ya makundi, akiwa na kikosi cha NEC FC ya pale kwao Uganda, na akawavutia Naiboys kabla kusajiliwa ndani ya Nairobi United. Mustafa Chiza kwa na mwenzake pia engineer Charles Waibi, baadhi ya wachezaji ambao waling'aa sana na NEC na kuwashawishi Naiboys kuwasajili. John Otieno meipata Mustafa Chiza, meonyesha Ryan Leslie. Mustafa Chiza inamimina cross ndani, wa kwanza Charles Momanyi. Muhajiri Hakizimana Wafula, cross yake Wafula inaishia kwa mikono ya salama ya Pavel Nzila. Dodo Popel kiwa na clean sheets 2 mpaka sasa. Pavel Nzila Steve Biko Molo anza na Mustafa Chiza, na kazi kubwa hii leo kupanda na kushuka, pia kumimina cross zile, uwezo wake kiufundi zaidi kuweza kucheza cross. HD ametoka katikati yao, chezewa visivyo. Muhajiri Hakizimana, raia wa Rwanda, kwa mewapita Blaise Bakai na Erambo. Anaingia ndani, Omala anakamata. Narudi tena Naiboys, Leslie Machaka. Muhajiri Hakizimana na vitu vya HD. Oh. Vitu vya TV bana. Mustafa Chiza anaitaka tena HD. Muhajiri Hakizimana, kibao kwa Duncan Omala. HD Hajiri lenye muonekano wa HD kutoka kwake HD. Muhajiri Hakizimana, move alianzisha yeye, ameimaliza yeye. Je, mnaniona huko Kigali? Mnaniona huko Kiovu? Mnaniona? Muhajiri Hakizimana HD anafunga goli la HD. Watoto wa mjini wamenyanyuka. Naiboys, hiyo hapo move yake alitaka mwenyewe HD. Muhajiri Hakizimana akapiga kibao, akamsubiri tena Duncan Odhiambo Lwach, akaimaliza HD. Goli lenye muonekano wa HD kutoka kwake Muhajiri Hakizimana, anawapa goli la kwanza Naiboys. Aliuficha kweli kweli, akawamulika na uko maeneo ya Kigali, maeneo ya Kiovu huko wameweza kumulikwa naye Muhajiri Hakizimana. Wapo mbele Naiboys, wapo mbele wenye mji wao. Nairobi United goli 1, Tusker FC bila.
nakataa Wanjala. Pembeni Erika Paito. Kwa nafasi ile unaambiwa ndio mchezo wa soka, ukikosa unaadhibiwa, na mchezo wa soka ni mchezo wa makosa. Baada ya kukosa nafasi zao Tusker, nafasi ambao walifika langoni Nairobi United, wameweza kupata goli lao. Ndio mchezo wa soka, tumia nafasi zako, maliza mchezo mapema. Ameinasa Erambo, naletwa ndani huku, naiondoa David Wafula. Alipata Crispin Otieno Erambo, kina kaokoa David Wafula, beki ambaye amepiga ndani ya Murang'a Seal. Itakuwa ni kona ya 5 kwa faida ya Tusker. Naletwa ndani, ana target back post, kona za Tusker. Enock Momanyi Machaka pia alipiga ndani ya Tusker ya vijana. Enock Momanyi Machaka kina kuweza kuchezea timu ya wakubwa kipindi kile cha KPL under 20. Crispin Otieno Erambo anacheza ndefu. Erambo hiyo hapo, alikuwa nafasi tukizi. Blaise Bakai akaamua kutumia nguvu zaidi, lakini ikaokolewa na mlinda lango Kevin Oduor. Iguma, Dennis Iguma, Cheka mekanyagiwa Pavel Nzila. Je, wataondoka? Wataibit press ile? Kapaito Erambo na sakamwa kweli kweli naye Leslie Owino. Naipata Ian Simiyu. Bado nayo Yakin Muteheli. Naicheza wa kwanza John Otieno Nyango. Captain ana command kweli kweli, naonyesha ukapten wake. Kwenda kuletwa na Dennis Wanjala kule back post. Inaonekana mkono ulihusika pale, hand of Kapaito. Alichezea mkono, ilikuwa ni Kapaito? Yes, alienda kuchezea mkono pale Kapa, Eric Kapaito.
Meipata Benson Ochieng Oluoch Omala. Mekataa Collins. Roy. Biko. Meipata Leslie. Nayo sasa Chiza. Merudi tena kwake Leslie Owino. Mchezo ndefu juu. Mpira yote angani, anashinda mbele ya Benson Ochieng Oluoch. Charles Momanyi kimo chake kinamfaidi kwa battle yake na Benson Oluoch Omala. Hiyo hapa alimfikia mzima mzima Ian Simiyu. Captain John Otieno Nyango ambaye amepata mafanikio kutoa mataji matatu ya FKF Cup. Onyo la mwisho naye Duncan Ogosi. Kwenda kuicheza Dennis Iguma. Kipa ameita, Biko amekataa. Roy Okal. Merudi tena kwenye milisi. Back pass ile. Alvin Manusra bana. Ndio kuanzisha mpira ile na kipa au kucheza sana, build up nyingi nyuma. Ina madhara yake lakini pia ina faida yake. Thomas Teka. Alvin Manusra bana. Kwa back pass lakini nzito kweli kweli. Kichelewa tu. Ian Simiyu anahisi maumivu eneo lake la mkono. Kiletwa ndani kumtafuta John Otieno, ilishindwa kuufikia. Ni mara ya pili tu wanakutana ligini timu hizi mbili. Mkondo wa kwanza walipatana pale St. Sebastian Murang'a. Kevin Otiende Osanya alifunga pia bonge la goli kutokea mbali dhidi ya Tusker. Wakaondoka na ushindi wa goli 1-0. Je, watachukua alama zote 6 mbele ya Tusker Naiboys? Hiyo hapo landing yake, angalia mkono wake wa kushoto, lakini pia mguu wake John Otieno Nyango kaishia kumdhuru pale Ian Simiyu. Momanyi meikata Wafula. Kapaito inajaza cross ndani kwa Mwingi. David Wafula anza na mfungaji wa goli Muhajiri Akizimana. Steve Biko Molo megawa pembeni kwake Mustafa Chiza. Chiza mzuri wa kukrosi ndani. Ameikosa Duncan Oluoch Omala. Pasi jadidi kutoka kwake Mustafa Chiza. Run nzuri kushoto yake Mustafa Chiza. Akaileta kwake Duncan. Nafasi tukizi ile. Kwa nafasi nzuri
ya kupachika goli pale Duncan Odhiambo Oluoch. Kaishia kupaa juu ya lango la Pavel Nzila. Collins Odhiambo Oguta, timu inapoanza anaingia ndani kuweza kuongeza idadi ya wachezaji ndani na kufanikisha build up ya Wanatusker. Collins Odhiambo Oguta again. Pasi yake imezimwa na Wafula. Anayo sasa Dennis Iguma. Wafula, Wafula bwana. Nafika kweli kweli. Machaka. Tayari alikuwa amezidi Duncan Odhiambo Oluoch Omala Junior. Ian Simiyu baada ya kugangwa na daktari wa taifa Daktari Wycliffe Makanga merejea kwa dakika 31. Nairobi United goli moja, Tusker bila. Muhajira Kizimana mpaka sasa ndio star, ndio goli lake la kwanza, naye pia goli lake la pili, wala sio la kwanza, goli lake la pili ndio na ligi kuu nchini Kenya. Kapaito leo, Kapaito anacheza pembeni kushoto, ngani mageuzi ya kiufundi pia amefanywa naye Julian Met. Kiangalia muundo wa Tusker uwanjani, Kapaito anatokea kushoto, Yakin Mutehele anatokea kulia, kisha washambuliaji wale wa ndani wawili ni Blaise Bakai na Ian Simiyu. Tofauti na Ian Simiyu tumemzoea pembeni, lakini leo anatumika eneo la ndani. Kapaito, Iguma, Kapaito, Collins Odhiambo Oguta, naipata Amana Rambla, Crispin Otieno Erambo, Dennis Iguma, shindo kupita ukuta ule wa Nairobi United. Utaanza upya wanamvinya wa Tusker. Dennis Iguma ba kwake Kapaito, Charles Mumanyi Erambo, Wanjala Dennis sasa naicheza ndefu sasa. Pavel Nzila kumtafuta Blaise, kwa amecheza visivyo Steve Biko Omolo na Blaise Bakai yupo chini, kini ananyanyuka Steve Biko Omolo, beki ambaye ikipiga ndani ya Kariobangi Sharks. Alikosa mpira akacheza mguu wa Steve Biko Omolo. Hii hapa nafasi nzuri kwa ni danadana ya Benson Oluoch na Duncan Omala kwa Omala ikaishia kunyakwa bila tatizo na Pavel Nzila. Kabu kwa faida ya Nai Boys. Mustafa Chiza ameachiwa Wachaka, jaribio lake Enoch Momanyi Machaka. Enoko mkoa wawili akapishwa Enoch Momanyi Machaka, jaribio lake
likapaa juu ya lango. Chezewa rafu tena Steve Biko Molo, huenda njano itashuka sasa. Njano itashuka. Duncan Ogosi bwana. Nasema hapana, nilikuonya ile ya kwanza. Ya pili njano hiyo hapo. Kosa mpira kwa mara ya pili Blaise Bakai. Kilisho kadi ya njano. Naye Duncan Ogosi. Poncio Pilato ileo. Charles Momanyi ameenda juu. Hapo unaweza ukamwita yeye Momanyi. Meishia kwake Pavel Nzila. Ndio tukashuhudia njano nyingine. Naye pia alikuwa ameonywa kwa mdomo na sasa anaonywa kwa kadi. John Otieno Nyango alikuwa ameachwa Oi bin Taban pale. John Otieno Nyango akaitaka jezi yake ya Simiyu mapema na akakataa Simiyu. Kwenda kuicheza Dennis Iguma, amekataa Kevin Oduor. Anayo Yakin. Amechezewa ngware naye Benson Ochieng' Oluochomala. Itakuwa ni ikabu kwa faida ya Tusker. Huenda atapishwa Dennis Wanjala kuileta ya ndani na kushoto yake, au itakuwa ni Dennis Iguma kuitoa ya nje mbele tu ya mlinda lango pia, au nyuma tu ya ukuta au mstari wa mwisho. Naiboys Duncan Ogosi amemwita John Otieno na Crispin Eramba anasema tulia, no pushing. Ndani ya 18 akiweka mstari wake sawa. Dennis Decha Wanjala inaletwa ndani, amekataa John Otieno Nyango. Cha kwamba nabisha. Last touch ilikuwa ni nani? Super slow mo hiyo hapo. Kiletwa ndani, naondolewa naye Chiza. Unaweza kumwita Kiza. Yale ya Kampala na Champala. Mtu atatauliza basi kuku kule Uganda itaitwa. Haya. Kwenda kuirusha Collins Odhiambo Oguta. Mlengwani Blaise Bakai. Mekataa Duncan Omala. Parusha tena ndefu naye Collins Odhiambo Oguta. Nakataa Leslie Muhajiri. Nao sasa Duncan Omala kumtafuta Machaka. Enoch Momanyi analeta cross ya kwanza kumtafuta Omala. Chuma!
chupu chupu anaponea Jik2 Benson Oluoch Omala. Haijao bado Muhajiri. 1-2 imeiteka itika. Mustafa Chiza, Muhajiri akizimana kama no look pass imefika kwa Leslie. Wana enjoy mpira Naiboys. Amefika pale Charles Momanyi, ni mpira umechezwa. Yupo chini Duncan Omala. Yupo chini pale Duncan Odhiambo Oluoch Omala. Hiyo hapo nasema ni mpira ndiye alicheza Charles Momanyi. Saramu kaka mkubwa anaenda kumwangalia kaka mdogo bana, familia ya mzee Omala. Hiyo hapo ilikuwa ni transition nzuri ile. Benson Omala kichwa kama mkuki, keshia kugonga mwamba pale na kurejea mchezoni kidogo tu, kakosa nyavu. Benson Oluoch Omala tayari ana magoli 4 msimu huu, anatafuta goli lake la 5. Erambo meipata Chiza, anasema tutulie. Steve Biko Molo meipoteza pass kwa Dennis Wanjala. Ameipata Omala Benson kwa mecheza rafu Dan Omala. Kwa natambaa pale Royal Carl, natambaa kwa goti, kwa magoti yake kidogo tu ale nyasi bwana, kama mfalme Nebukadineza. Royal Carl Otieno mzoefu kweli kweli, piga timu kadha wa kadha ikiwemo timu ya Kogalo, lakini pia piga ndani ya Sofapaka. Hiyo hapo transition nzuri kutoka kuzuia hadi kushambulia. Benson Omala kichwa kama mkuki ile, ikaishia kulamba chuma na kurejea ndani. Crossi jadidi ile kutoka kwa Enock Momanyi Machaka, kichwa chake Benson Ochieng Oluoch kaishia kugonga mwamba na kurudi mchezoni. Bonge la nafasi ile, unaweza ukasema ilikuwa ni chance nzuri au big chance kana positioning yake Omala Ben. Mzila strength yake ipo kwenye miguu yake, angalia anavyopita ukuta wa press ya Naiboys na uwezo wake wa kucheza mpira mguuni. Semeo Erambo amepata mpira John Otieno. Dakika 2 za nyongeza kumalizia 45 za kipindi cha kwanza.
akiashiria mwamuzi wa akiba leo Beatrice Oganga. Yakin anayo Simiyu. Simiyu bado amekuwa na run nzuri ya Simiyu ikuishia kupachika magoli manne, lakini pia na kuzalisha magoli na hata pia kuwafikisha nusu fainali kombe la shirikisho la ndani FKF. Kapaito anapambana bado. Kapaito, Wanjala cross, Yakin nafasi na muda, kontrol yake imepotea. Goli lilipikwa kweli kweli likapikika. HD Muhajiri Hakizimana alipiga kibao kata ile, ikamrejea tena kutoka kwa Duncan Omala, akaimaliza mwenyewe tu. Angalia outfoot pass yake Muhajiri Hakizimana, akaimaliza katikati ya walinzi wale wawili, ikajazwa kambani, akaishia kukata kiu tu baada ya mikiki yake Muhajiri Hakizimana. Kamulika HD kijana Hakizimana, magoli mawili ndani ya 254. Na wakati huo mwamuzi wakati Duncan Ogosi anazimaliza 45 za kipindi cha kwanza, kwani kipindi cha kwanza kilichoamuliwa naye Muhajiri Hakizimana HD, ambaye alipachika goli dakika ya 18 ya mchezo. Baada ya nipe nikupe raha tupate, wakaishia kupata goli. Kevin Odor alimnyima nafasi Blaise Bakai na kuweka mambo kuwa bila, lakini Blaise ambaye alitumia nguvu sana bado anatafuta goli lake la kwanza baada ya kujiunga na wanamvinya wa Tusker kutoka DG ya pale Benin. Raia wa Ghana huyu, mpaka sasa ligi kuu hajafanikiwa, lakini 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Nairobi United goli moja, Tusker FC 0. Ni mapumziko. This is not just football. Hii ni nguvu. Hii ni ushindi. Hii ni raha ya mpira wa miguu. It's the passion, the kiburi cha mashabiki, the pride of every town, every fan. Kila bao, kila dakika, kila ushindi, historia inaandikwa. This is the SportPesa League. Zaidi ya mchezo ni maisha. Find it all live, moja kwa moja, only on Azam TV. SportPesa League, si mpira tu, ni zaidi.
Wamerejea kwa dakika zingine 45 za kipindi cha pili, kiwa bado wapo kwenye uongozi Nairobi United Naiboys, na kuna badiliko mpaka sasa kwa timu zote mbili. Pengine huenda tukamwona Ibrahim Joshua, Duncan Omala komeotea Duncan Odhiambo Luoch alikuwa mwisho kabisa nyuma mstari ule. Timing yao bado haijawa bora. Omala hao wawili na Naiboys kwa jumla wameotea mara 4. Duncan Muhajiri tena kanatafuta Machaka, haikuingiana. Wenda tutamwona Ibrahim Joshua ameachwa chini Muhajiri na Dennis Guma. Erambo anatafuta wa kucheza naye. Blaise Bakai. Blaise mekatwa na Biko Molo. Yakin Muteheli. Na wakati huo atakuwa analetwa ndani Ibrahim Joshua, mwaka 7, magoli 4, lakini ndiye shujaa wa kuwavusha Tusker awamu ya nusu fainali mechi ya FKF Cup. Akipumzika Selassie Blaise Bakai, natoka raia wa Ghana kunaingia ndani raia wa Tanzania. 255 Ibrahim Joshua, mwaka 7, King Kali mtukazi huyo hapa. Machaka offside. Call nzuri kutoka kwake Joyce Njeri kumnasa kwenye mtego ule wa kuotea Enoch Momanyi Machaka. Pepe alipiga ndani ya Thika United. Enoch Momanyi Machaka yupo chini kwani Dennis Decha Wanjala. Mkono wake Omala ulimfikia Dennis Decha Wanjala. Kunatoka nje kabla kuruhusiwa kurejea dimbani Dennis Wanjala. Dan Omala, Leslie Owino kosa kufika eneo sawa pale. Leslie Owino, Julien Met
sema hapana, bado ndio mpira ulikuwa unazunguka pale. Duncan Ogosi anasema mpaka utulie kabisa. Momanyi, Wanjala amekataa. David Wafula, Wanjala amekataa. David Wafula, meondosha na Wafula. Kwa amevutana pale Ibrahim Joshua, kazi yake hiyo, kwenda kuvurugana na walinzi wa timu pinzani, wanawapa kazi kweli kweli. Ramba wamechezewa visivyo. Simiyu, Collins Oguta, Yakin merudi tena kwa Dennis Iguma, unakuwa mwingi. Dennis Iguma naye pia mzoefu kweli kweli, amechezea timu ya taifa ya Uganda Cranes mechi 63, ana caps zake 63. Dennis Iguma wenyewe wanamwita senior man. Cheza Kichomala, utakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya Naiboys. Machaka mechezewa visivyo HD. Muhajiri akizimana bana, enjoy mpira leo. Tayari kadi ya njano inamshukia Dennis Decho Wanjala. Alimchezea visivyo, likoma naye kabisa Muhajiri. Dennis Wanjala, mchezaji wa Tusker wa pili kuonyeshwa kadi ya njano, pamoja na Selassie Blaise Bakay ambaye aliondolewa mchezoni kwenda kuicheza Mustafa Chiza. Inaletwa ndani huko, amekataa Thomas Teka. Deliveries nzuri kutoka kwake, kwani Momanyi pale ambaye alishinda mpira mbele yake Teka. Na deliveries nzuri tu. Mustafa Chiza, unaweza ukamwita Kiza, ameanza kona fupi. Mustafa Chiza inaletwa ndani huku, aliucheza tena Momanyi Saramu Charles. Charles Momanyi Saramu naungulia maumivu baada ya kuokoa cross yake Mustafa Chiza. Ligongana pale naye kipa wake Pavel Nzila. Sasa watakuwa na faidi mpira wa kona. Kona yao ya tano Nairobi United. Analeta ndani Mustafa Chiza na kataa Nzila. Mmechezewa na kusukumwa pale Muhajiri akizimana. Kwa na mchezo mzuri mpaka sasa Muhajiri.
Godfrey Oduor Solo hajapoteza ndani ya mechi 6 za ligi, akishinda mechi 3 na kusare zingine 3, lakini amefunga goli ndani ya mechi zake 5 za mwisho, akiwa na wastani wa kufunga magoli 2 katika kila mchezo. Lakini Nai Boys inapocheza nyumbani ndani ya mechi 7 angalau wamepata goli ndani ya mechi zao 7. Hii leo ni mechi ya 8 wanapata goli wakiwa nyumbani. Kwenda kucheza Muhajiri Hakizimana. Muhajiri Hakizimana HD. Jaribio lake lilienda upogo, lilienda mbali mno na lango la Nzila. Biko Muhajiri ameipoteza. Simiyu pembeni sasa. Yakin naletwa cross. Yakin anakataa na naidaka tena. Kevin Oduor yupo chini baada kupata shughuli kutoka kwake Ibrahim Joshua mwaka 7. Yuko chini Kevin Oduor, kipa ambaye pia amepitia timu ya vijana ya Gor Mahia Youth, lakini kabla hapo alichezea Ayaro Sports Club maeneo ya Nyando kule kaunti ya Kisumu. Cross yake Yakin Muteheli alienda juu, kagongana na mwili wake Ibrahim Joshua mwaka 7, ambaye alicheza mwili wake Kevin Oduor. Pale pale aliumia. Mtu ameshiba bwana, pandikizi la mtu Ibrahim Joshua ukigongana naye lazima utahisi kitu mwilini. Duncan Ogosi nadhibiti mchezo mpaka sasa. Thomas Teka. Tusker wamebadilisha, naona sasa tofauti na kipindi cha kwanza. Wanaweza kuwa walikuwa napita katikati ile kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wameweza kugeuza mtindo wao na muundo wao kwanza. Momanyi Machaka na Nyaka Pavel Nzila. Dakika 59 bado Nairobi United goli 1, Tusker FC bila. Msimu wao wa kwanza ligini Nairobi United, na tayari wameandikisha historia. Walikuwa wanapita katikati ile through the press. Kipindi cha pili wenda wataamua kupita juu yao au kupita pembeni yao. Ile ndio tacticals wanakuambia, over the press, around the press. Waliandikisha historia Nairobi United kupanda ligini msimu wa kwanza, kucheza mashindano ya kimataifa CAF Confederation Cup kwa mara yao ya kwanza, na kwenda awamu ya makundi kwa mara yao ya kwanza. Lakini kwa bahati mbaya msimu ujao hawatoshiriki mashindano ya kimataifa baada ya kuondelewa awamu ya robo fainali kombe lao walilolishinda, kombe la FKF Cup. Lakini tayari mpaka sasa bado wanaweza hata kumaliza ndani ya 3 bora. Vijana wa Nairobi United huenda ikawa msimu wao bora kabisa, huenda hata ikawa ndio timu bora kwa mujibu wa Soya kuweza kutoka ligi daraja la pili kupanda
ligi daraja la kwanza top tier na kupata matokeo chanya mpaka sasa. Ni project nzuri kabisa. Sofapaka waliandikisha historia mwaka 2009 kama timu ya kwanza kutoka chini na kubeba ubingwa msimu wao wa kwanza chini ya Simba Robert Matano, lakini tutawakosa msimu ujao baada ya kushuka daraja baada ya misimu 18 ligini. Erambo Simiyu amekataa. Muhajiri Akizimana amepiga pasi ya HD kwake Dan Omala. Duncan Omala amefungua mwili, jaribio lake limepaa mbali mno na lango. Duncan Omala magoli 6 msimu huu na alizalisha goli lake Muhajiri. Alikuwa anarudisha upendo Muhajiri, lakini Omala akapaisha jaribio lake. Dennis Decha Wanjala, je, watatoka? Wameipoteza mahali. Benson wanapata ikabu, wanamvinya wa Tusker. Mpira wa pili ameokota Leslie. Chiza Leslie mekata Momanyi na imerudi kwa Kenzila. Ball playing goalkeeper huyu ambaye kwa sasa ni dhahabu kweli kweli. Makipa wenye uwezo mkubwa wa kutuliza mali mguuni na kuachia pasi. Momanyi wala sio Elijah Momanyi wa Azam TV. Huyu ni Charles Momanyi. Ameipoteza Simiyu. Ben Omala ameteleza. Kwa kuteleza sio kuanguka, na alianguka pale. Ameipata Benson Omala kwake Muhajiri. Amepenyeza pass kwake Enoch Momanyi Machaka. Muhajiri Akizimana. Machaka anaicheza cross ndani. Omala anainyaka, anaitema tena, anakataa. Collins Odhiambo amekereka. Julian Met hiyo hapo. Enoch Momanyi Machaka alileta cross ndani katikati ya space. Oluoch Omala Benson akaipangua Nzila. Shuti lake Benson Oluoch Omala, lakini reaction nzuri yake Collins Odhiambo Uguda. Alionekana kukereka pale. Julian Met anasema clear. Hakusikika. Cheza kichwa na ikosa kumaliza. Mpira wa kurusha wake Duncan Omala, alicheza Benson Omala, familia ya Omala. Yakin Collins Odhiambo Uguda inaletwa ndani, amekataa kata. John Otieno, ilikuwa ni Steve Biko yule, lakini sasa imeondoshwa na John Otieno Nyango. Wanjala Iguma Kapaito amechezewa rafu na Royo Kalo na Faidi Kabu Tusker. Naenda kuleta nani? Dennis Wanjala
Mezuiliwa naye Benson Oluochomala. Wanjala Dennis anza na Momanyi. Iguma. Wanjala. Momanyi naamua kurudi kwa kipa wake Pavel Nzila. Yakin ameamua kupita kati. Simiyu pembeni sasa, Crispin Otieno Erambo, inaletwa cross ndani, anaikamata na kushuka nao Kevin Oduor. Sikia makipa wanaruka kama nyani, ameenda juu tili ya tumbili wale. Naletwa ndani, Umala naidaka Pavel Nzila. Mwenye nguvu mpishe pale, ameshinda pambano la kwanza John Otieno. Hiyo hapo nafasi alitafuta Benson Oluochomala, kichwa katikati ya walinzi wale. Nyuma yake Charles Momanyi Saramu, ikaokolewa naye Pavel Nzila kwa nyepesi sana, kusema ilikuwa mchicha kwake. Duncan Oluoch, Duncan mezuia Collins Odhiambo Guda. Lakini ni wa mwisho kugusa alikuwa ni Duncan, kwa ni end to end sasa. Kama nigusa ni kugusa. 68 bado 1-0. Naiboys Kapaito, gusa wake ulikuwa nzito. Na wakati huo Duncan Ogosi anaashiria badiliko. Yes, atakuwa analetwa ndani Kevin Wangaya, akipumzika mfungaji wa goli Muhajiri Akizimana HD. Alipachika goli kipindi cha kwanza, goli lake la pili la msimu. Amevaa jezi kubwa, lakini sasa analetwa mchezaji mwenye fomu nzuri kabisa. Ndani ya mwezi wa 4 alipachika magoli 3 na kuassist mara 3. Ni Kevin Wangaya, ametoka fundi, ameletwa seremala. Cheza na lugha bana. Haya, Charles Momanyi Saramu, cheza naye Pavel Nzila. Charles Momanyi Saramu, Simiyu kwa kasi. Simiyu amesukumwa, ni mpira wa ikabu. Kadi ya njano na hula Leslie Owino. Alimnyima nafasi na kukokota na hata kuachilia fataki. Leslie Owino Otieno
Kipanga ukuta wake Kevin Oduor. Takuwa ni Ian Simiyu anaitaka, lakini pia yupo Dennis Guma anaitaka. Kihesabiwa kujiunga na ukuta, anda akaachiwa Simiyu au itakuwa ni Guma. 14 au 24. Dennis Guma 14 ameachiwa Senior chuma Momanyi tena. Dennis Guma bado mambo yake hayajatiki. Aliicheza ikala chuma na kurejea dimbani. Dennis Guma alikuwa anaitafuta nia post yake Kevin Oduor, lakini kwa bahati mbaya haikujaa kambani. John naondosha naye John Otieno. Nzila mekataa David Wafula, ana mambo mengi. Papa Wafula kazi yake ni kuondoa tu. Fullback wa kulia wa Nai Boys. Yakin Oguda alitaka kipa, ameipata kipa. Momanyi Machaka, Duncan 1-2 ile sasa, na Enoch Momanyi Machaka anatafuta kucheza naye. Machaka piga mwenyewe, meshia kubusu side net zile. Kati yupo chini Duncan Oluocho Mala. Hii hapo 1-2 yake Duncan Oluoch na Enoch Momanyi Machaka. Alipiga Machaka na pia anajua ilikuwa nafasi. Enoch Momanyi Machaka, na wakati huo atakuwa anafanya mageuzi. Fabian Adikin Bartes anapumzika. Ian Simiyu kuna pumzika pia. Yakin Muteheli kileto ndani. Thomas Omoleo Diambo mageuzi mawili kwa mpigo kuweza kupata alama zote tatu au kutafuta hata alama moja kwa Julian Mate. Bado anazo dakika nyingi tu. Charles Momanyi Saramu alionyeshwa kadi ya njano baada ya kumchezea ndivyo sivyo Duncan Oluoch Omala. Kevin Wangaya amepenyeza pass kwa Duncan Odhiambo Oluoch Omala. Enoch Momanyi Machaka haikushika mguu tena.
Alikuwa amenaswa kwenye mtego wa kuotea pale. Toka mapema Ibrahim Joshua, na hii hapo nafasi yake Machaka, alipenyezewa naye Duncan Odhiambo Luoch, lakini kwa mara ya pili tena bado haijakaa mguuni sawa sawa. Huenda akapata mmoja na itakuwa ni bonge moja la goli. Kwa wamezidi wachezaji wawili, Duncan Oluoch Omala na Kevin Wangaya, wameotea mara 6 kutokana na mstari wao ambao upo sawa kabisa. Mstari ule wa Tusker ukipangwa na Charles Momanyi, wanaenda sawa kwa wakati mmoja, na wakishuka wanashuka wote kwa wakati mmoja. Julian Med ikiwa ni mechi yake ya 10 leo ligini, huenda atapoteza mechi yake ya 5. Mechi yake ya kwanza alilala pale Bosongo 1-0. Dakika ya 77 bado amelala 1-0. Thomas Omole Odhiambo almaarufu wa Vieta ana goli moja, kijana ambaye pia timu ambayo ameipitia ya vijana Chipolopolo ya pale maeneo ya Kisumu ndio pia imemkuza, na pia ameichezea wakati fulani Benson Oluoch Omala wa Nai Boys leo. Ndio kusema vijana ambao wamekuzwa ndani ya Chipolopolo wamepatana. Thomas Omole Odhiambo ametoka kwa kasi. Thomas Omole Odhiambo babatiza kwake Chiza, naondosha na Mustafa Chiza. Nzila mefika Momanyi tayari ana kadi ya njano bana, kidogo tu akasema hapana, heri lawama kuliko aibu, acha watu warushe. Second ball ni yake Iguma Fabian. Pembeni sasa Thomas Omole Odhiambo, cheza naye Iguma, naletwa ndani Kapaito, bado anajichanganya wenyewe, inaondoshwa naye David Wafula. Ibrahim Joshua mara nyingine ana nini Ibrahim Joshua na kipa Kevin Oduor ni mara ya 3 David Wafula ameghadhabika. Ibrahim Joshua naye pia anauliza maswali kwa mara kama ya 3 au ya 4, naishia kumfikia, na hii ilikuwa ni off the ball kabisa. Thomas Omole Odhiambo, ililetwa cross na Dennis Iguma, akaicheza Kapaito, lakini mguu wake kwa kuchelewa Ibrahim Joshua mwaka 7. David Wafula mzee wa kuklia tu, aliondosha uchafu pale. Papa Wafula, beki wa kazi, nagangwa tena kwa mara nyingine. David Wafula ndiye aliokoa pale. Godfrey Oduor Solo, kama itaisha vivi hivi, timu yake itapanda hadi nafasi ya 4 na alama 48. Kinejesha mpaka ishe, na itakuwa ni mechi yake ya 7 bila kupoteza ligini. Fabian Adikin Bates
kosa dira, itakuwa ni goal kick. Kumbuka siku ya Jumapili itakuwa ni mechi kati ya vinara wa ligi Gor Mahia dhidi ya bingwa mtetezi Kenya Police. Naipata papa hapa ndani ya Azam TV. Lakini Jumamosi wanatangulia Ingwe ya asali na maziwa, itakuwa ni dhidi ya Mara Sugar. Yani Jumamosi asali inakutana na sukari, mida ya saa 10 papa hapa Azam TV. Lakini kabla ya mechi ya Jumamosi, Tore Bobe the Glamour Boys, vijana wake Osborne Mande Copa Mundial watakuwa wanashuka mida ya saa 8 dhidi ya Ulinzi Stars ambao wanapigania maisha yao. Lakini isitoshe, Fabian Adikinyi nakataa Kevin Oduor. On target ameipata Adikinyi Bates. Ikadakwa naye Kevin Oduor kwa eneo sahihi kabisa kuweza kuiona. Na pia Jumapili hii Police Sacco Nairobi United watakuwa napiga dhidi ya Kariobangi Sharks. Sharks ambao mpaka sasa bado mambo yao hayajakuwa sawa, wanapigania maisha yao sawia na Ulinzi Stars ambao wanazuru Bosongo. Kwa hivyo mechi za wikendi hizi zitakuwa tamu kweli kweli. Aliyepanga ratiba naye pia anajua au kama alijua. Mechi za kutafuta ubingwa na mechi za kupigania kubaki ligini. Nai Boys dhidi ya K Sharks, Police Sacco Jumapili, mechi tamu kweli kweli. Duncan Oluoch utapata muda wa kurusha tena. Benson Oluoch Omala anatafuta goli lake la 5 msimu huu. Inarushwa naye kakake mdogo Duncan, amekataa teka, itakuwa ni Duncan tena. Natafuta pia nafasi John Otieno Nyango. Anarusha Omala, ameipata John, anakataa. Captain kwa captain, Charles Momanya ameiondosha. Wafula naye ni beki kweli kweli. Eric Kapaito amekataa tena. Wafula back to sender, merudi tena kwake Pavel Nzila. Dodo Popel, Thomas Omole, Thomas Teka, anailinda Steve Biko Molo. Mguso wa mwisho ulikuwa ni wake Thomas Omole, pia amecheza ndani ya Viga Bullets, mbelishia ikawa Sam West Black Boots. Iguma naletwa ndani, amekataa John Otieno Nyango. Fabian Adikinyi Bates aliunawa mpira ule. Fabian Adikinyi Bates alitumia mkono wake, na wakati huo ndio tutashuhudia badiliko kwa upande wa Nai Boys. Brian Mzee Omondi na Ashraf Taire kunaingia ndani. Brian Mzee Mzeles,
Kona pumzika Duncan Odhiambo Luocho Mala. Kona nafasi nzuri kipindi cha kwanza, akapaisha juu. Takuwa anampisha Ashraf Taire, lakini pia anapumzika Roy Okalo Otieno, mzoefu kweli kweli Roy. Kiletwa ndani Brian Mzee Omondi, like for like ile, anaingia mchikoni Brian Mzee, kiungo ambaye amepiga ndani ya Simba Nairobi City Stars. Roy Okalo Otieno napumzika. Ashraf Taire, kijana ambaye ameipigia timu ya taifa ya Somalia ya vijana wasiozidi umri wa miaka 18, under 18. Naletwa ndani Ashraf. Rambo amekataa John Otieno Nyango. Brian Mzee ameipata mpira wa kwanza, amechezewa rafu pale David Wafula. Alikosa mpira, mguu wake akanyoosha kupitiliza Eric Kapaito Kapa. Momanyi anaipata Fabian, ametan kwa Kapa. Kapaito Machaka naondoshwa na John Otieno. Wende ikawa ni clean sheet kwa Naiboys kama itaisha vivi hivi 88. Bado Nairobi United goli moja. Itakuwa ni clean sheet yao ya 9 msimu huu, lakini itakuwa ni clean sheet ya pili kwa Kevin Oduor. Itakuwa namfikia Ernest Mohamed ambaye ana clean sheet 2 na Bernard Jairo ambaye ana clean sheets nyingi ndani ya Naiboys na clean sheets 5. Lakini watakuwa nafika nafasi ya 4 kutoka nafasi ya 6 Naiboys Nairobi United wakiwa na alama zao 48. Lakini Tusker watasalia nafasi ya 8 na alama 41 kama itaisha vivivi. Kwa wamesalia na mechi 4 tu. Kumbuka Mei 30 ligi inaisha rasmi. Kuna tawazwa pengine bingwa mpya, itakuwa ni FC Leopards au itakuwa ni Gor Mahia. Haijaisha mpaka ishe. Thomas Omole anaileta cross ndani, mekatwa naye David Wafula. Bado nafasi huku, kibuyu kinaita Fabian Adikin Bates. Kwa ni shuti lake Fabian Adikin Bates. Kaishia off target. Dakika 6 za nyongeza. Julian May tuenda tapoteza mechi yake ya 5 ya ligi. Atakuwa amepoteza nusu ya mechi zake 10. Manake ameishinda 4, amesare 1. Kama inaisha hivi anapoteza mechi yake ya 5 baada ya kujiunga na Tusker. Alama 6 hizi kwa sasa itakuwa ni Operation Linda Allowance
kwa upande wa Naiboys. Leslie Owino. Merudi kwa Pavel Nzila, Dodo Popel. Nairobi United watakuwa wanapigania kumaliza nafasi ya 3, manake bado kuna timu kama Kenya Police ambao walishinda 2-1, lakini pia Kakamega Homeboyz wapo pale, Shabana wapo pale. 3 bora inatafutwa, hususan nafasi ile ya 3, manake mwisho wa msimu watakuwa wanatuzwa shilingi milioni 2 pesa za Kenya, nafasi ya 3. Lakini nafasi ya pili akienda nyumbani na milioni 3, bingwa akienda nyumbani na milioni 15. Dennis Iguma, inajazwa ndani, Meikosa ameiondoa. David Wafula tena kwenda kujibu sasa. Kevin Wangaya ameikontrol. Wangaya paa juu ya lango. Pia Jumapili burudani itakuwa maeneo ya Murang'a. Murang'a Seal dhidi ya Kakamega Homeboyz ndani ya Azam TV. Naambiwa kambi popote pale. Ilikuwa ni free kick yake Dennis Iguma. Alicheza kwa kichwa David Wafula, lakini wakaondoka kwa counter. Transition nyingine tena, Kevin Wangaya alitaka kumpiku pale mlinda lango Pavel Nzila, lakini jaribio lake likaishia juu ya lango. Nakataa Ashraf. Bado hawajakata tamaa, wanamvinya, wananyaka Kevin Oduor. Nakataa tena John Otieno. Dakika 2 tu anashangilia ni kama ameshinda kombe bwana. John Otieno Jonte. Collins. Teka. Thomas Teka. Meondoshwa naye Mustafa Chiza. Kipindi cha pili hajapanda sana, ametulia tu. Leslie anaicheza kumtafuta Benson. Paraza kwa kichwa. Mfungaji wa goli Muhajiri Akizimana, goli lake limesimama mpaka sasa. Alicheza naye Duncan Oluocho Mala, akatiliwa tena pasi akaimaliza Muhajiri Akizimana. HD amefunga goli la HD, alichagua eneo sahihi, kipa alijinyoosha lakini wapi.
hakuipata. Shuti kali kabisa kutoka kwake Muhajiri Kizimana. Pavel Nzila alishia kuitoa kambani. Mnamwona Kizimana, Godfrey Oduor, timu yake imefunga goli ndani ya mechi 6 za mwisho, na huenda atawapa alama zote 3 vijana wa Nai Boys. Collins kisikia jaisha mpaka ishe, ndio hapa sasa. Fabian Diking Barthez Fabian Diking, nguvu mpya. Kocha wake alisema kuwa amempumzisha angalau, na wakati huo mwamuzi wa kati Duncan Ogosi anamaliza 90 za leo. Nai Boys Nairobi United wameshinda nyumbani na ugenini dhidi ya vijana wa Tusker. Aliyefunga St. Sebastian Kevin Otiende Osanya, aliyefunga ugani Nyayo ni Muhajiri Kizimana. Kevin Oduor ameweka mchezoni leo kuanzia kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili. Nai gang ya Nai Boys watashangilia alama 3 za leo hadi katikati ya jiji kuu. Lakini hii hapa picha 256, Mustafa Chiza na mwenzake Dennis Igumaba. Julian Met hajaridhika na matokeo, anakosa ushindi ndani ya mechi 6, anapoteza mechi ya 4 ndani ya mechi 6 za mwisho. Hajaridhika kabisa hii leo, lakini ndio mchezo wa soka, ndio mchezo wa kabumbu, mchezo wa hisia kabisa. Leslie Owino amezunguka kweli kweli eneo la kati. Kiungo mpambanaji aliyepambana ndani ya dakika 90 imemalizika kutoka uwanja wa Nyayo. Nai Boys wanatamba ndani ya ardhi ya Nairobi. Nairobi United goli 1, Tusker FC ndovu ni kuu, ndovu wamelala, ndovu wameshuka. Dakika zote 90 imekuwa na Charles Onyango Mabululu. Hadi wakati mwingine tena, wacha dimba itambe.